Kuelekea kwenye mchezo wa marejeano wa kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya nusu finali, wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Stellenbosch kutoka kule Afrika Kusini. Bwana, tunafahamu kwamba tayari klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba imeshakwisha kutua pale Johannesburg, Afrika Kusini kwa ajili ya mchezo huo wa tarehe 27. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo tumeona kile ambacho amekifanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kugharamia malazi pamoja na usafiri kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ikiwa ni sehemu ya kutoa motisha kuelekea kwenye mchezo huo wa hatima ya wekundu wa Msimbazi Simba kufuzu finali ama kutokufuzu. Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amechangia klabu ya Simba gharama za usafiri na malazi kwenye mchezo wa nusu finali ya kombe la shirikisho Afrika, mchezo utakopigwa huko Afrika Kusini dhidi ya Stellenbosch ya nchini humo. Taarifa iliyotolewa na rais wa heshima na mwekezaji wa klabu hiyo Mohamed Dewji Mo ameeleza kuwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amewezesha Simba kusafiri kuelekea Afrika Kusini pamoja na kugharamia malazi katika kipindi ambacho Simba watakuwa nchini humo. Kwa niaba ya klabu ya Simba napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha klabu yetu kushiriki mashindano ya kimataifa. Tumepokea kwa moyo wa shukrani mchango wa malazi na usafiri kuelekea mchezo wetu wa marudiano wa nusu finali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Stellenbosch utakofanyika nchini Afrika Kusini. Klabu ya Simba inatambua na kuthamini kwa dhati juhudi za Mheshimiwa Rais katika kuimarisha sekta ya michezo hapa nchini, hususan mpira wa miguu, amesema Mo Dewji, ambaye tumeona taarifa ambayo imeandikwa kupitia pia kwenye ukurasa huo wa Mo Dewji. Sasa anaendelea kusema kwamba klabu ya Simba inatambua na kuthamini kwa dhati juhudi za Mheshimiwa Rais katika kuimarisha sekta ya michezo hapa nchini, hususan mpira wa miguu. Tumetiwa moyo pia na motisha ya goli la mama ambayo imekuwa chanzo cha hamasa na ari kwa wachezaji na mashabiki wetu. Tunapenda pia kutoa shukrani kwa Wizara ya Fedha pamoja na Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kwa uratibu wa karibu wa usafari hii. Aidha, tunazishukuru taasisi zilizoonyesha ushirikiano mkubwa katika mchakato huu: Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, Shirika la Ndege la Tanzania ATCL, na Mamlaka ya Bandari Tanzania TPA na Shirika la Reli Tanzania TRL. Asanteni kwa kutuamini, kutunga mkono na kushiriki nasi katika safari hii ya kuinua soka la Tanzania. Hiyo ni taarifa ambayo ameitoa Mo Dewji, ambaye ni mkurugenzi wa bodi ya wakurugenzi ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia akiwa ndiye rais wa heshima wa klabu hiyo. Tunafahamu kwenye hatua ya robo finali Simba dhidi ya Al Masry liliwekwa lile goli la mama ambalo ilikuwa ni kila goli ilikuwa ni milioni 10, na wekundu wa Msimbazi Simba wakazichukua milioni 20 baada ya kuibanjua magoli 2-0 Al Masry kwenye hatua ya robo finali na kuiondoa kwenye michuano hiyo. Lakini tuliona pia goli la mama likipanda kwenye hatua ya nusu finali ambapo ilitangazwa shilingi milioni 20 kwa goli, na wekundu wa Msimbazi Simba mchezo wa kwanza waliibuka na ushindi wa goli 1-0 ambapo waliweza kuchukua kitita cha shilingi milioni 10. Sasa mchezo wa marejeano tunafahamu bado goli ni lile kwa sababu tuko kwenye hatua ya nusu finali, lakini Simba kama tatinga hatua ya finali basi goli pia litapanda. Kwa hiyo ni moja kati ya motisha ambayo imeendelea kutolewa kwa vilabu ambavyo vinashiriki michuano ya kimataifa kutoka Tanzania. Tunafahamu wakati Simba na Yanga pia wanashiriki kwenye michuano hii, motisha ilikuwa ni ile ile, lakini mara baada ya Yanga kutolewa tumeona wawakilishi pekee kwenye michuano hii ya kimataifa wakibaki wekundu wa Msimbazi Simba kwenye hatua hii ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa tunafahamu ili wekundu wa Msimbazi Simba waweze kufuzu hatua ya finali wanahitaji sare yoyote ama waibuke na ushindi wowote ambao utawafanya kuweza kufuzu hatua ya finali, na wasiruhusu goli lolote.
kwa sababu kama atafungwa goli 1-0 manake wataenda hatua ya matuta, lakini kama wataruhusu magoli mawili manake wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wameondolewa kwenye michuano hiyo. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa Mo Dewji mara baada ya kutoa shukrani hizo kwa serikali bana, tumeona comment mbalimbali za baadhi ya mashabiki ambao kwanza wamepongeza kile ambacho wekundu wa Msimbazi Simba wamekizungumza kupitia kwenye taarifa hiyo ambayo imetolewa na mkurugenzi wa bodi ya wakurugenzi na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa anasema kama unaamini Simba anacheza finali weka like hapa. Mwingine anasema amazing president, akiwa ana maana ya kupongeza ujumbe ambao ameutoa Mo Dewji kwa serikali mara baada ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutoa gharama za malazi pamoja na usafiri. Unasema mimi wanangu sitowapangia timu ya kushabikia, ila watachagua wenyewe kuishangilia Simba ama kuhama kwangu. Wewe unasema tajiri punguza kujiliza, sisi watu wa soka tupendi siasa, achana na siasa. Mnasema hatuishi hapa. Mnasema tajiri umetisha, ujumbe mzuri. Mnasema hapa hii tunavuka. Mnasema Simba ni yetu na tunatamba nayo, hatuishi hapa, nguvu moja. Anamaliza kwa kuandika hivyo kupitia kwenye ukurasa wa Mo Dewji. Mnasema finali tunaomba Air Tanzania sawa. Air Tanzania zote mama tuende nazo Morocco. Mnasema mitano tena. Mnasema mama anaupiga mwingi. Mnasema Simba nguvu moja. Mnasema asante sana mama. Mnasema hadi Mtala anapanda ndege yetu na Ateba. Sawa, sitapenda hili litokee. Mnasema mitano tena, Simba nguvu moja. Mnasema nasema rasmi nimeachana na maisha yangu ili nitumie muda wangu kufuatilia timu yangu ya Simba, kombe linarudi kwa Nyerere. Hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa mkurugenzi mwenyekiti wa wakurugenzi wa bodi ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye pia ni rais wa heshima wa klabu hiyo, mara baada ya kutoa shukrani zake kwa serikali mara baada ya kupokea taarifa njema hiyo ambayo imetolewa na Wizara ya michezo kwa wekundu wa Msimbazi Simba kugharamikiwa usafiri lakini pia na malazi. Na tumeona kila ambacho pia amekizungumza msemaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Ahmed Yara, ambaye amesema yeye anachokiamini kwamba ni wekundu wa Msimbazi Simba wanafuzu. Na tuliona pia jana Simba kitangaza kikosi ambacho kimeelekea huko. Mijadala ilikuwa ni mikubwa sana kuhusiana na kubaki kwa Aishi Saru Manula, lakini tunafahamu kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wanajua wanachoenda kukifanya huko, na ndio maana pengine wameamua kumwacha Aishi Saru Manula. Lakini kwa sasa tunaangalia pengine maandalizi kuelekea kwenye mchezo huo na namna ambavyo wekundu wa Msimbazi Simba wamejiandaa. Lakini pia tumeona balozi wa Tanzania huko Afrika Kusini akizungumza na wekundu wa Msimbazi Simba kwa wao wamefanya maandalizi, kinachosubiriwa tu ni wekundu wa Msimbazi Simba kuweza kufuzu hatua ya finali. Kwa hiyo mapokezi yalikuwa ni mazuri, lakini pia tumeona kauli ya kocha Fadru akizungumza kwamba wamefika salama na wana imani kubwa kwamba kikosi chao kinakwenda kutinga hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.